Sisi kamati ya nishati na madini tumeendelea na ziara yetu ikiwa ni siku ya pili katika mkoa huu wa Shinyanga, ziara ambayo inajielekeza kwenye miradi ya sekta hii ya nishati ambayo ilitengewa fedha kwenye bajeti ya 25-26 ikiwa ni maandalizi ya kuelekea vikao vya kamati kwa ajili ya maandalizi ya bunge la bajeti. Kwa hiyo hapa tulimetembelea mradi huu wa uzalishaji wa umeme kwa kutumia teknolojia ya sola, na tulipofika hapa tumetembelea huu mradi, tumeona, tumepewa taarifa, lakini kama ambavyo nyinyi wenyewe mnashuhudia mapinduzi makubwa yaliyofanywa kwenye sekta ya nishati ya kuweza kwa mara ya kwanza kupata megawati 50 kutokana na jua, ambapo mradi huu umefanyika katika eneo hili, na nataka niseme nadhani tangu uhuru hatujawahi kuwa na mradi mkubwa wa aina hii kwa kutumia jua wa megawati 50. Kwa hiyo sisi kama kamati tunashukuru kwamba zile fedha ambazo ziliidhinishwa takribani bilioni 118 ambazo zimetumika hapa kwa mwaka wa fedha 25-26, sisi tunaona zimetumika ipasavyo, kwa sababu mradi huu umeshaingiza kwenye grid ya taifa hizo megawati ambazo zinazalishwa. Kwa hiyo utaona dhamira ya serikali ya kuwa na energy mix, ya kutotegemea chanzo kimoja, mfano umeme wa maji tu au umeme wa gesi, lakini leo tunapata fursa kama nchi kuweza kupata umeme katika vyanzo vingine, na hivyo kuongeza uhakika wa upatikanaji wa nishati ya umeme. Kwa hiyo kamati ya bunge inaipongeza serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa kweli ndo mradi huu umetekelezwa kipindi chake kuanzia mwaka 2023 kwa kazi hii kubwa na nzuri. Tunaipongeza Wizara ya Nishati pamoja na shirika la TANESCO kwa usimamizi wa mradi huu, na kadri tulivyoarifiwa pia mradi huu utakuwa na kuendelea tena kwa awamu ya pili, ambapo mipango inayoendelea sasa ni kuwa na kituo cha kuzalisha megawati 100. Kwa hiyo kama kamati tunaendelea kutoa wito serikali kuendelea kupambana kwa hiyo energy mix, na ili kuweza kufikia lengo la megawati 8,000 ifikapo 2030. Na kwa mwenendo huu sisi kama kamati kwa niaba ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutakuwa tayari kushirikiana na serikali katika kuidhinisha bajeti, katika kutoa ushauri na katika kusimamia na katika kuja site kuangalia value for money ya fedha ambazo zinaidhinishwa kwa ajili ya sekta nishati. Kwa hiyo tuniseme kwa niaba ya wabunge wenzangu na kamati ya nishati na madini, tumefurahi mno kwa sababu kama kamati tunajivunia tumeanza vizuri kuona mradi kama huu wa megawati 50 kupitia nishati ya jua umekamilika na umeingiza hizo megawati kwenye grid ya taifa. Kwa hiyo tuna imani wananchi wetu watafaidika, kwa sababu sasa umeme ni mwingi, lakini pia na upatikanaji wake utakuwa wa uhakika. Jumla ya fedha ambazo zimetumika katika awamu ya kwanza ni bilioni 118 kwa ajili ya megawati hizi 50, lakini awamu ya pili ambayo itazalisha megawati hizo 100 itakuwa na kama bilioni 216 hivi, ambazo zitatusaidia sasa kuweza kuongeza uwezo wa uzalishaji. Mmemsikia mwenyekiti akizungumzia swala la energy mix katika taifa letu, na mnaona mabadiliko ya tabia nchi duniani ambavyo yanaendelea. Hatuwezi kutegemea chanzo cha aina moja ya katika uzalishaji wa umeme. Tumekuwa umeme wetu mwingi tunategemea umeme wa hydro ambao unatokana na mabwawa na maji, ambapo mmeona mvua zetu hazitabiriki, hivyo saa nyingine mabwawa yetu kutojaa vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo ni jitihada kubwa ya serikali ya awamu ya 6 iliweka kuhakikisha kwamba tunapata umeme kwa njia mbalimbali ikiwemo ya sola, na mradi huu ndio maana ukaanza mwaka 2023 kwa kuanza kujengwa, lakini katika kipindi cha 25-26 mwaka wa fedha imelipwa karibia bilioni 80 hapa kwenye mradi huu. Kwa hiyo utaona jitihada kubwa zinazofanyika, na tunaendelea na jitihada za kuhakikisha pia tuweze kupata
tutapata megawati kama 130 za geothermal ambapo itatuongezea hiyo energy mix. Tunaendelea kuangalia pia kuongeza namna ya uzalishaji kwa njia nyingine ya upepo, kuwa na zile turbine zinazozungushwa na upepo. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Mtanzania anapata umeme wa uhakika, na mpaka ifikapo 2030 tuweze kuwa tunazalisha jumla ya megawati 8,000. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan na kwa usimamizi wa karibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu wao ndio waidhinisha bajeti, wao ndio wanaokuja kuona kwamba je, yale walioidhinisha yanatekelezwa. Na nashukuru mwenyekiti, mmejionea wenyewe na wajumbe kwamba fedha mlizoidhinisha kwenye bajeti zinafanya kazi huku field. Ungana na waheshimiwa wabunge, kamati ya nishati waliofika hapa katika mradi huu wa umeme jua, na ni kweli mradi huu unaenda vizuri.